Bana, mambo vipi mtazamaji wa Data Sports? Karibu dimbani. Mimi naitwa Cisco na hapa ndipo yalipo makao makuu ya Data Sports maeneo Bungu External. Na leo hii bwana tuko na mgeni maalum na tunazungumza naye vitu maalum baada ya kutokea issue maalum kwenye mpira wa miguu. Njoo ungane nasi sako kwa bako ili usilele matangazo jadidi kweli kweli yanayopewa nguvu kubwa mno na Tan Nice, kampuni nzuri bora na bomba ya kuudharisha portable bora, nzuri, imara na za kisasa. Niko naye hapa Elizabeth, unakwenda kusikia mengi na mazuri kutoka kwake baada ya kauli zake 2-3 kuenea kweli kweli kama siku za gaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Dada Elizabeth, mambo yako vizuri? Safi kabisa. Bana, hongera, maana jana mitandao ya kijamii yote ilikuwa inakuimba kwa kile ambacho ulikuwa umekizungumza baada ya kikao chenu. Kilikuwa ni kikao ama ulikuwa ni mkutano? Ule naweza nikasema ni mkutano wa viongozi wa matawi yote ya Dar es Salaam. Baada ya mkutano kufanyika Zanzibar, matawi yote viongozi wao wa Zanzibar walifanya mkutano wao. Then Dodoma ili kufikia azimio lao nini wanachoenda kukisimamia kutokana na kile ambacho kimejitokeza baada ya mechi ya dabi kuahirishwa iliyokuwa inawakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Kwa upande wa jana ilikuwa ni Dar es Salaam na wao walikuwa wanaenda kuungana na kile ambacho wamekiongea Zanzibar na Dodoma. Na leo nadhani inafanyika Morogoro, yani inaenda mkoa mpaka mkoa. Waweze kupata neno moja litakalowasimamisha kwamba tunasimama na kauli moja itakayotufanya sisi tusimame na klabu yetu na sio kuyumbishwa. Yeah. Na sio kuyumbishwa. Nani anawaumbisha Elizabeth? Mbona umengangana kuyumbishwa? Nani anawaumbisha? Kasema bodi ya ligi na mamlaka ya mpira kwa ujumla Tanzania. Imekuwa ni shida sana kwa upande wa Young Africans. Matukio kadhaa yamekuwa yakijitokeza hasa yanapowakutanisha Simba na Yanga. Zinapokuja kukutana hizi timu mbili, timu moja inakuwa ni favorite zaidi ya mwingine. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sasa hivi Young Africans wanataka waanze kupingana navyo na wasimame kwenye sheria na kanuni. Kwa sababu kitu kinapoanzishwa lazima kinatakiwa kifanyike, kuna utaratibu wake. Kwenye mpira kuna sheria na kanuni. Kwa unapokuwa unazipindisha alafu kwa kumfavor mwingine inakuwa ni hatari. Na busara zikiendelea kutumika iko siku itatukosti taifa kama taifa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema nawapongeza na nawaunga mkono kwa sababu kama walichelewa 2021 busara zikatumika, sasa hivi wanatakiwa wasimamie kile walicho kiazimia. Nitakuwa wa mwisho kuamini kama wamepeleka shauri lao kasi alafu wakarudi mezani kujadili kwa kutumia busara. Ndio. Nini hasa ambacho kinakupa msukumo wa wewe kuhitaji sheria zaidi ama kanuni zaidi itumike kuliko busara? Yako matukio mangapi ambao uliona Young Africans walionewa? Umesema Young Africans kuna nyakati nyingi sana walikuwa wanapitia changamoto hizi za busara. Na busara inatumika kwa Yanga tu, lakini inapokuwa Yanga ndio imekosea, kuna nyakati mmesema inanyongwa kwa kanuni pamoja na sheria. Nadhani nikitaka kufafanua zaidi ni matukio mengi sana. Nitatoa mfano kwa matukio machache. Hata nikianza kuorodhesha wa maafisa wengi wa habari wa Young Africans ambao wamekuwa wakifungiwa, wengi ni wa Young Africans. Sitaki kuamini kwamba wa Simba Sports Club wanakuwa wako perfect. Nadhani na wao wanakuwa wana mapungufu yao. So linapokuja swala la Young Africans na Simba, unaona favorite anakuwa ni Simba. Nakupa mfano. Kuna mwaka Simba Sports Club amewahi kwenda kucheza na RS Berkane Morocco, kombe la shirikisho. Alivyorudi alitakiwa kucheza ligi yeye na Biashara United. Ile game iliahirishwa kutokana na uchovu wa wachezaji na benchi la ufundi. Simba waliomba ikaahirishwa. Lakini kuna mwaka Young Africans alienda kucheza na Club Africain Tunisia. Alivyorudi alitakiwa kucheza na Kagera Sugar mechi ya ligi. Yanga akaomba ile mechi isogezwe kutokana na uchovu wa wachezaji. Bodi ya ligi ilikataa. Ile mechi ilipigwa Mwanza, Yanga kashinda goli moja bila goli moja la Mzize. Goli lake la kwanza anapanda kwenye ligi. Na kuna mwaka pia Simba ameenda kucheza Kagera. Wachezaji 3 mpaka 4 walikuwa wanaumwa mafua. Mechi ikaahirishwa. Young Africans amewahi kwenda kucheza na Namungo. Wachezaji backline zote za Young Africans walikuwa wanaumwa, wanatumia dawa, ile mechi haikuahirishwa. Kwa hiyo unakuja ukikompare baina ya hawa watu wawili, Simba Sports Club na Young Africans, unakuja kuangalia uzito unaelemea upande mmoja. Vile vile
Kama tunakumbuka tukio la Morrison, Yes. Young Africans alishinda ile kesi. Sheria ya FIFA inasemaje? Kwamba ukimchezesha mchezaji ambaye sio wa kwako, nini kinachofuata? Lazima uteremshwe. Unashushwa daraja, unapokwa pointi, unapokwa ubingwa, na kafu pia wangekuja na lungu lao, kwa sababu Morrison alitumika kwenye michuano ya kimataifa. Ndiyo. Zikatumika busara kwamba ikitokea leo hii Simba ameshuka daraja itakuwaje? Okay. Wakakaa chini uongozi wa Young Africans, wakafunika kombe, Mwanaharamu akapita Ndiyo. kwa kumfavor Simba. Yeah. So kwa linakuja swala la busara, unaona kabisa kuna vilabu vinaonewa, kuna vilabu pia vinanufaika. Nakupa mfano wa vilabu vidogo. Mbeya Kwanza dhidi ya Namungo. Msimu wa kwanza wa Mbeya Kwanza aliwahi kwenda kucheza na Namungo. Kisheria ni lazima ambulance iwepo uwanjani. Ambulance haikuwepo uwanjani. Mbeya Kwanza alikaa si chini ya dakika 15, si zaidi ya dakika 20. Akaondoka. Kocha wa Mbeya Kwanza alikuwa Bwana Makata. Ndio. Alifungiwa kwa kushinikiza timu kuondoka uwanjani, walipokwa alama akapewa Namungo. Kwa mujibu wa maelezo yao walifuata kanuni. Okay. Kwamba bodi ya ligi wanawapoka alama Mbeya Kwanza walifuata kanuni. Kutendea haki kanuni. Ndio. Kwamba wameondoka kabla ya muda kufika, unatakiwa ukae ndani ya dakika 30. So mimi naweza nikasema Mbeya Kwanza walikuwa sahihi kwa sababu mechi ilikuwa inachezwa saa 10. Yes. Mpaka saa 10 na dakika 20 hamna ambulance. Uwanja hauna taa. Nini kingetokea? Changamoto. Mechi ya Azam dhidi ya Kagera Sugar. Azam wamewahi kwenda kucheza dhidi ya Kagera Sugar. Katika kutrain kwenye uwanja wa Kagera, yes, meneja wa uwanja alizima taa. Azam kesho yake alicheza mechi. Yes. Wakawasha taa za magari yao wakafanya mazoezi, wakaondoka, kesho yake wakacheza. Kwa nini wao wasitumie kanuni kwamba tumezimiwa taa na hatuchezi? Okay. Nakupa mfano mwingine. Ndio. TFF wamewahi kuongea na GSM ili adhamini ligi. Nakumbuka vizuri. Na ni timu gani iliyokataa? Wekundu wa Msimbazi, Simba. Nani kichwa cha mpira Tanzania? TFF. Waliamua nini? Na wao walikataa. Baada ya Simba kukataa, na wao wakaamua wavunje mkataba. Maana yake Simba ndiye anaisikilizwa. Yaani Simba, bodi ya ligi wanafanya, bodi ya ligi na TFF wanafanya kila anachokitaka Simba. Okay. Nakupa mfano mwingine. Ndio. Swala la Morrison unalikumbuka? Nalikumbuka vizuri. Young Africans alishinda. Si ndio? Ndio. Akasaidiwa Simba asishushwe daraja. Swala la Yusuf Kagoma unalikumbuka? Vizuri sana, la juzi tu ile la moto bana. Hivi wewe unakubali kwamba Patrick Simon ni mwanasheria mbovu kiasi hicho, kila kesi ya Yanga anashindwa? Na watu wengi wanajiuliza kwa nini huyu jamaa anaangukia pua kila kosa, kila mechi anafeli. Kila kesi anafeli yeye. Mimi na wewe tuna akili zaidi ya FIFA kwenye mpira. Kwa nini FIFA wamempa mkataba wa miaka 3 kusimamia haki za wachezaji FIFA? Okay. Kumbe kuna vitu ambavyo yeye alikuwa akitaka aweke hivi, wanakaa uongozi, wanamaliza kibusara. Hiki kipindi kama mashabiki wa Yanga na wanachama wa Young Africans wasinge react, ungesikia busara inatumika. Ndio maana hujaona kiongozi wa Young Africans yeyote akitoka kuzungumza. Wamewaambia tulieni, issue tunamaliza sisi. Ikitokea kama TFF wanataka kutufungia, basi wafungie mashabiki wa klabu yote ya Young Africans. Alafu sisi twende na wale waliokata tiketi, twende mahakamani tukadai pesa zetu, kwa sababu kuna watu wameingia hasara. Unapoandaa mechi alafu unaailisha kwa matakwa yako. Mimi naweza nikasema waliailisha kwa matakwa yao, kwa sababu hata adhabu nyingi wanazokuwa wanazitoa bodi ya ligi wanatoa kwa matakwa yao. Kwa nini? Kelele zinapokuwa nyingi kwamba mwamuzi fulani kafanya hivi, ndio utasikia kafungiwa. Okay. Kelele hazikuwa nyingi kwenye mechi za Simba za msimu, na ndo mechi ambazo zina madudu kibao zinawanufaisha, hasa zile ambazo Simba ameshinda goli 1-1. Okay. Wanaondoka na pointi 3. Si ndio? Ndio. Ungesikia watu wanapiga kelele, ungesikia mwamuzi fulani kafungiwa kwa kutofuata sheria 17. Sawa. Simba ndo klabu ambayo imechezeshwa na waamuzi takriban 11 mpaka 12. Young Africans ndo klabu ambayo imechezeshwa na waamuzi 8 mpaka 9. Ni wachache. Lakini wachache wameonekana kuwa sahihi asilimia kubwa kuliko wale wengi. Nakupa mfano. Mechi ya Mbeya Pamba Jiji
dhidi ya Simba Sports Club. Ile mechi ilitakiwa kuishaje? Nakupa mfano mwingine. Ndio. Mechi ya Fountain Gate dhidi ya Simba. Ndio. Ni mara yangu ya kwanza tangu naanza kufuatilia mpira kuona golikipa anapewa kadi nyekundu kwa kupoteza muda duniani kote. Hatusemi kwamba haruhusiwi, anaruhusiwa, lakini mimi nadhani kuna room ya muamuzi kuongea na golikipa. Ingekuwa kila golikipa anapewa kadi nyekundu kwa kupoteza muda. Tanzania hii na bara la Afrika kwa ujumla, hasa wale wenzetu wa ukanda wa kaskazini, asilimia kubwa magolikipa wao wasingekuwa wanamaliza kwenye mechi za kimataifa. Very sure. Kwa hiyo unakuja kuangalia Young Africans kama ameamua kusimamia haki, sheria. Jana walichokiazimia ni kwamba wanatakiwa wakubaliane Tanzania nzima na hata nje ya Tanzania. Ikitokea wao ndo wana makosa, wako tayari kushushwa daraja. Lakini sheria ifuate mkondo wake. Na watashushwa daraja na nani? Na kasi au FIFA. Lakini sio TFF. Haiwezekani baba wa familia umesafiri, unarudi nyumbani unakuta mkeo na watoto wamekorofishana. Hivi suluhisho la pale ni nini? Ni kutoka nje kwa majirani ukaulize au kukaa na familia yako kujua tatizo ni nini? Lazima ukae na familia yako, waite mzungumze, kisha miamalize. Wale Skaria anatoka kwenye majukumu ya CAF. Aliwaita Young Africans kuzungumza au alienda kuzungumza kwenye media? Alizungumza kwenye media kwanza. Ni haki? Labda aliona wapo ambao wanaweza wakalitatua, yeye ni ngazi ya juu zaidi. Sasa kama wapo wanaoweza kulitatua, ina maana wakisikia kauli yake ndio watatatua, kwa sababu kabla hajaja walikuwepo. Okay. Sasa yeye kama kichwa cha familia amekuja amekuta mgogoro. Unaenda kuongea kwenye media. Mimi nadhani kwa upeo wangu ulivyo mdogo wa kufikiri, alipaswa waite uongozi wa Young Africans awasikilize. Na Young Africans aliwatumia TFF barua wakiwa hawana imani na bodi ya ligi. Ndio? Yes. Ndio maana Young Africans hakupeleka barua kwa bodi ya ligi, alipeleka kwa TFF kwa sababu TFF ndio kichwa cha mpira wa Tanzania, ndio? Sasa unapokuja una react alafu kauli zenyewe zinajionyesha, zinasikika, wewe umeegemea upande gani? Okay. Unasema nendeni mkacheze sinema zetu. Maana yake unadhalilisha hata tathnia ya sinema. Kwa upeo wangu ulivyo mdogo wa kufikiri na jinsi mimi nilivyo wa kutoa maamuzi, wale Skaria kwenye maamuzi yangu mimi hakustahili kuwepo kwenye madaraka. Waris Karia. Hakustahili. Yaani yeye anatakiwa tu. Unajua unaweza kufanya vitu vingi vizuri ukaja kuharibu kwenye lengo moja tu. Okay. Tunaambiwa tuchunge sana vile tunavyoviongea. Yes. Yaani wale Skaria ni bora angetoka kafu akaja akakaa kimya. Ndio. Kuliko kutoka kafu akaja anaongea vitu kama vile kwamba wao wako smart kuwailisha dabi, nimewasaidia Yanga. Unajua ni vitu ambavyo have make sense kwa mtu anayejielewa. Okay. Kanuni inasema Simba anatakiwa afanye mazoezi kwenye uwanja utakaotumika siku moja kabla. Yes. Na kwa muda ule ule ambao mechi itachezwa. Sawa. Sheria inasema, sheria inakuruhusu wewe kuwa Mtanzania. Je, una vigezo vya kuwa Mtanzania? Sheria inaniruhusu mimi kuwa Mtanzania. Ndio. Lakini je, na vigezo vya kuwa Mtanzania? Maana yangu ni nini? Yes. Kanuni inamruhusu Simba kufanya mazoezi. Je, amefuata taratibu? Atatoka hapa anaenda kucheza na Al Ahly Misri. Atafika asimpe Al Ahly taarifa akaenda kufanya mazoezi bila wenyeji kufahamu. Kisa kanuni inamruhusu. Unapotoa, ndio maana huwa kuna kikao cha pande zote mbili, pande zote tatu. Yes. Timu mwenyeji, timu mgeni na wahusika kutoka shirikisho la mpira. Yes. Kikao kinafanyika. Pale ndipo unapotoa kila kitu chako wewe. Okay. Mimi kikosi changu kitakachoenda kucheza ni hiki. Yes. Nitawakosa wachezaji hawa, si ndio? Na taarifa zako zote unazitoa pale. Ndio. Wewe unaenda kufanya mazoezi, pale ndipo unapoanza kupewa kuanzia afisa usalama, kamishna wa mchezo, ndio, management ya uwanja. Unapoenda kufanya mazoezi wanakuwepo. Sawa. Sasa Simba wanafanya pre-meeting ya mechi siku hiyo. Waliongea kwamba wataenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumika. Wanasema iko wazi, nafahamika. Sawa. Sasa kama inafahamika, mbona walivyoenda kamishna hakuwepo na wakati anatakiwa awepo? Bane. Swali. Aliyekuwa na ufunguo wa uwanja ni Young Africans
au management ya uwanja? Wenye mamlaka na uwanja na sio Yanga. Sasa Yanga anaingiaje kumzuia Simba kufanya mazoezi? Mabounce walioko wanasema pale walikuwa wanaonekana wana viashiria vya kuwa ni Yanga. Walikuwa wamevaa jezi za Yanga. Kuna hata mmoja aliulizwa akasema nimetumwa na mamlaka ya Young Africans. Nyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Ndio. Kwa hiyo mimi nadhani tukiendelea na hizi mambo za busara, iko siku zitatuweka hatarini. Okay. Ndio maana unakuta hata wachezaji wetu wanafanya rafu hapa Tanzania kwenye ligi, wanasaidiwa wakienda kukutana huko CAF kwenye michuano ya kimataifa, wakilimwa umeme unaanza kulalamika, refa aliegemea upande fulani, refa alifanya hivi. Ni kwa sababu hatukuambizana mapema au hatukusimamia sheria mapema. Tunachotakiwa kukifanya ni kusimamia sheria. Tutoe hizi masuala za busara. Okay. Ili sheria isimame, mpira usonge mbele. Leo hii tunaenda kuhost michuano ya CHAN. Ndio. Mwezi wa 8. 2027 tuna host AFCON. Yes. Kwa madudu haya yanayoendelea. Alafu hii ligi unaniambia ni namba 4 kwa ubora barani Afrika. Ni namba 5 barani Afrika, ni namba 6 barani Afrika. Kwa vigezo vipi vilivyotumika? Vigezo vya Simba na Yanga ndio wao ndio wanakusanya zile pointi ambazo zinaingia kwenye cup la CAF, na CAF wanathaminisha na mataifa mengine wanaona hawa kwa sababu wamefanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa na wamekusanya pointi nyingi, wanastahili na kudeserve kuwa hapa. Hivi mashindano ya kimataifa ndio yanayothaminisha ligi au ligi yako? Kwa nini ukiwa haujaingia top 4 huwezi ukaenda kucheza kimataifa? Na hao Simba na Yanga wanacheza ligi wao peke yao. Wako na kina Namungo, kina Azam FC. Kwa nini hao wengine wanapokosea zinatumika sheria? Mguto alisema ni utaratibu ambao ulianza kuwekwa tokea huko nyuma. Kumbe ni utaratibu, kuna uwezekano wa kuuvunja. Kutoa utaratibu na sheria ikafuatwa. Kwani Elizabeth, wewe unahisi wapi mliponyongwa zaidi? Tuachane na yote hayo. Turudi kwenye hili sakata la juzi mpaka leo. Nyinyi mnahisi wapi wana Yanga mmenyongwa zaidi mpaka mnasumbua? Kutopewa taarifa. Unajua Young Africans kwanza hakupewa taarifa kwamba mechi inaahirishwa. Unajua ni kwa nini? Okay. Kwa sababu bodi ya ligi wanajua wanaamudu Young Africans kwa sababu tumekuwa tukiwafuata, wanakubali, wanatumia busara. Ukiangalia ile barua jinsi ilivyoandika ya kuahirisha mechi, imeandika taarifa kwa vyombo vya habari. Hivi Young Africans ni chombo cha habari ama ni klabu ya mpira? Ni klabu ya mpira. Sasa mbona kichwa cha habari? Mimi nadhani yawezekana nikawa sielewi, lakini najua nilivyofundishwa, ukiwa unaandika barua, kitu cha kuzingatia huwa ni kichwa cha habari. Okay. Sasa mbona taarifa inasema taarifa kwa vyombo vya habari? Afu content ni tofauti. Yahusu kuahirishwa kwa mchezo. Ni kweli viongozi wenu kama nyinyi wanachama, kwa sababu kabla ya kufanya kikao chenu pale makao makuu mliwauliza, walikiri kwamba hawakupokea taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo? Nadhani yani wale ni kama wameona barua inazurura mtandaoni. Okay. Ukiingia kwenye akaunti yoyote ile sio ya Instagram ya Young Africans huwezi kuikuta hiyo barua. Kwamba tulipokea taarifa labda bodi ya ligi mchezo nambari 184 kuahirishwa. Kwa mfano Simba si alimwandikia bodi ya ligi barua? Yes. Ukiingia kwenye akaunti ya bodi ya ligi unaikuta ile barua. Okay. Sasa wale pale wameahirisha wakijua kabisa tunawaamudu Young Africans. Hata ikitokea wamekwama, tunawatumia viongozi ambao tumezoea kuwatumia kama ilivyokuwa kwa Faisal Salum. Feitoto. Kesi yake iliyoamliwa na mama. Bila kujua kuwa wanaliingiza taifa hatarini. Kwa sababu na juzi ameongea live kwamba kama tukishindwa kabisa tutaishirikisha serikali. Serikali kutafuta amani. Zimbabwe wanasema amani ya nchi inatafutwa na kila mtu. Zimbabwe ilifungiwa kwa sababu hizi. Kenya pia. Kenya ilifungiwa kwa sababu hizi. Ndio. Wewe unafikiria ikifikia hatua kwamba serikali iingilie na Young Africans kakataa, nini kinachofuata? Lazima na sisi tufungiwe. Natamani siku moja iwe hivyo. Kwa nini unatamani? Imekuwa sana, yani kuna viongozi wengi sana wanaingilia masuala ya mpira kwenye hii nchi. Okay. 2021 unaweza ukasema sababu iliyosababisha mechi kaahirishwa. Yani kasogezwa muda. Sio rasmi lakini tulimsikiliza pia aliyekuwa kiongozi wa Simba, mzee wetu akiwa akihojiwa na baadhi ya media hapa mjini, alisema kumbe sababu kubwa ilikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliomba pia kuhudhuria naye kama Mtanzania kawaida kwenye ule mchezo, na ndio maana aliomba mchezo upelekwe muda kwa kuwa alikuwa
na alikuwa na kazi mahali, kwa hiyo aliomba naye ahudhurie ule mchezo. Tukaona kama kiongozi wa nchi, basi wakaona wacha tuumpe hiyo nafasi, mchezo usogezwe mbele, lakini Yanga wakagoma. Ndio maana nakwambia busara zitakuja kutukosti siku moja. Mechi ya dabi inatangazwa mwezi mmoja kabla. Ndio. Ina maana unashindwa kama ni organization yenu nyie viongozi wa bodi ya ligi, wa TFF na wa serikalini, mnashindwa kuorganize kwamba atakuwepo nani ili muweze msije mkaleta taharuki kwa watu. Kuna watu wanaingia hasara. 2021 kuna watu walitoka nje ya nchi. Yes. Tena nje ya bara la Afrika. Hata juzi, mechi ya juzi kuna mtu alitoka Uingereza. Kuna watu wametoka Eswatini, kuna watu wametoka Botswana. Je, mnawalipaje? Ni kwa sababu ligi yetu inaendeshwa sana kihuni kuliko uhalisia. Nchi inaendeshwa, yani ligi inaendeshwa kwa makando kando mengi sana. Linapokuja swala la Young Africans na klabu ndogo, favorite inakuwa Yanga. Linapokuja swala la Yanga na Simba, favorite inakuwa Simba. So unakuja kuangalia kwamba hii nchi of course japokuwa ni mfumo, lakini unajua ukiwa kiongozi sio wewe unaenda kuamua, ila unaamua kwa kufuata sheria na kanuni. Sasa unapofanya hivyo kwa kutumia busara, basi tuziondoe sheria na kanuni ili tuwe tunatumia busara. Ligi yetu iwe inaongozwa kwa busara. JKT Queen aliwahi kupokwa alama. Ndio. Alama 5. Ndio. Akapewa Simba Queen. Msimu huu duru ya kwanza JKT Queen hakuwa na nguvu ya kuongea kwa sababu alikubali mwenyewe. Kwa nini alikubali? JKT Queen ndo alikuwa mwenyeji wa ile mechi. Anajua mechi inapigwa Meja Jenerali Samuel. TFF wakaomba ile mechi ipelekwe Chamanzi kwa ajili ya matangazo. Anayerusha matangazo aliomba ile mechi ipelekwe pale ili ajaribu au anarusha na mechi zake za ligi ya wanawake. Ndio. JKT Queen akapewa taarifa ya kubadilisha uwanja siku 3 kabla ya mechi. Kisheria unapobadilisha uwanja unatakiwa utoe taarifa siku 7 kabla ya mechi ili timu mgeni aweze kujua jinsi gani anaweza kusafiri. Na kama ni mabadiliko ya muda ni masaa 12, at least masaa 12. Ila kisheria ni masaa 24. Sasa TFF wamekuja kutoa taarifa ya kubadilisha uwanja wa mechi ya JKT na Simba Queen siku 3. Viongozi wa JKT wakakubali, mabango wakapeleka Chamanzi bila kuwashirikisha timu. Siku ya mechi inafika, timu inaenda Meja Jenerali, viongozi na mabango na Simba Queen wako Chamanzi. Wakawapoka alama JKT Queen, alama 5 na shilingi milioni 3. Biashara United ilishindwa kufika Mbeya City. Yes. Akapokwa alama 15 na biashara yeye alisema shida ilikuwa ni fedha. Ndio. Na hapo tunaweza tukasema alikuwa na sababu ya msingi. Kwa sababu kwa nini wengine hawa fedha masuala ya fedha linapokuja swala la kuclear vigezo vya wachezaji wanaotoka nje. Unasikia busara itumike, wanapooza mechi inaahirishwa, inakuwa hivi. Lakini biashara alishindwa kusafiri, alipokwa alama 15 na faini. Sasa hivi anaburuza mkia kwenye champion, si ndio? Nashindwa kuelewa ni pointi ngapi anazotakiwa kukatwa timu akiwa hajafikisha timu uwanjani. Kama JKT alikatwa timu alama 5, huyu amekatwa alama 15. Ndio maana nikasema kanuni wao wenyewe, ndio maana sometimes wanajikanyaga. Hata juzi mzee Mkuto alikuwa anasema busara itumike kwa sababu washajua kuna sehemu wamebugi. Yaani hapo wanataka sasa wao ndo waonewe huruma ili kusudi tu wasionekane kama wao ndo wana makosa. Wanaamua kuvididimiza hivi vilabu ambavyo haviwezi hata kujieleza. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ligi yetu inakoelekea na hizi busara kuna vilabu vinakuwa vinashindwa kujieleza, akijitokeza akasema anafungiwa. Ndio maana unakuta wachambuzi wengi wanasema Alikamwe akisema hivi basi aseme kwa faida ya vilabu vyote. Hivyo vilabu vinawasemaji. Je, anaweza kusema? Anasemea wapi? Watu wengi nasikia wanalalamika, wanasema Yanga wamefanya makosa kwenda kasi kwa sababu hawajafuata utaratibu. Hukumu bado haijatoka ya ndani na sasa pia zinaeleza kwamba kasi kweli Yanga ameshafika. Of course. Kwa nini mnakwenda kasi ikiwa hukumu hapa ndani bado haijatoka?
Simba aliandika barua muda gani na ikajibiwa baada ya muda gani? Ilijibiwa masaa tu kadhaa. Young Africans yameandika barua lini na mpaka na leo ni lini na ni muda gani umepita hajajibiwa? Ni siku zaidi wiki mbili takriban. Na kitu hivi. Wiki mbili zinakaribia. Yes. Alafu ambaye unataka akupe rufaa, yani barua ya rufaa kwenda kasi, ndiye unaenda kumshtaki. Mimi naenda kukushtaki wewe. Utakuja unipe barua ya kukata rufaa? Ni changamoto. Hebu niambie makosa ambayo wewe unayaona na yale ambayo umeyasimamia nyinyi kama viongozi labda au wanachama na kutaka sasa mchezo huo ucheze kwa sababu 1 2 3. Hebu niorodheshie yale makosa ili kwa niaba pia watu wa Data Sports waelewe wapi nyinyi mnasimamia zaidi. Kwanza wanasimamia kwenye elewa kwamba kama Simba hakufanya mazoezi hamna kanuni inayomruhusu asilete timu uwanjani. Hicho cha kwanza. Yes. Cha pili, anaenda kushtakiwa ni bodi ya ligi kwamba kwa nini alishindwa kusimamia kanuni. Si ndio? Kanuni inamruhusu bodi ya ligi kuahirisha mchezo. Yes. Ila awe amethibitisha sababu zinazopelekea ahirishe ule mchezo. Kwenye ile eneo, yani kwenye eneo la tukio siku ya mazoezi ya Simba, sasa tunaanza kutafuta sababu ni ipi. Kwa sababu hamna mtu aliyedhurika pale. Yes. Ndio. Bodi ilitoa barua walisema kwamba ambao pia wameikana, lakini kuna barua tunaweza tukajadili tu kidogo kwa sababu wenyewe wameikataa. Wamesema kwamba kulikuwa na viashiria pia vya rushwa. Mimi hiyo barua sijaiona, nimesikia watu wengi wanaizungumzia na nadhani kama kweli imevuja au imetoka au kama imevuja kuna mtu ndani kaitoa wa bodi ya ligi, basi walikuwa wanataka kuona tension ya watu wataipokeaje, kwamba tukienda na hii kauli ya kwamba kulikuwa na viashiria vya rushwa na uvunjifu wa amani watalipokeaje wa Tanzania. Lakini mimi kama mimi siwezi kulizungumzia hilo la barua ya kwamba ni viashiria vya rushwa kwa sababu sijaiona. Yes. Ni vitu navisikia tu kwa watu. Hata pia mamlaka husika kama TAKUKURU wamesema hawana taarifa zozote za rushwa. Ndio maana nakwambia ligi yetu tunakuelekea ina madudu mengi sana. Tukienda hivi iko siku kuna watu wataumbuka kwa sababu ligi yetu imekuwa na madudu mengi sana kuanzia kwenye uongozi wa TFF. Yes. Mpaka bodi ya ligi. Okay. So kwani ili uwe rais wa TFF unatakiwa uwe na vigezo gani? Yawezekana na mimi nikaenda kugombea nikapata pale au mtaninyima kula. Wadau wa michezo. Utakupa vizuri. Kwa sababu hii kesi ya Simba na Yanga hii ya juzi, mimi mwenyewe wakinipa ile kesi naimaliza. Wewe ungeimalizaje? Nafuata sheria. Sheria gani? Kanuni inasemaje? Usipofikisha timu uwanjani si unaadhibiwa. Yes. Unapokuwa pointi, si ndio? Za kutofikisha timu uwanjani kuna mtu alinigusia. Na nyinyi huenda kweli ndipo mnaposimamia ama kuna chingine. Kuna watu kanambia Yanga wao wanapashikilia zaidi timu isipokwenda uwanjani ni adhabu. Inatakiwa ifanywe adhabu kwamba ipokonywe pointi na ishushwe daraja. Na fine. Na Simba walishakata kambi siku ile wakati wanashindwa kwenda kufanya mazoezi. Waliondoka taji usiku. Walikuwa ni vigumu kufika uwanjani. Sasa ili kuinusuru Simba eti isishuke daraja wakaahirisha mechi. Wakaamua mechi iahirishwe. Ni kweli hizo taarifa? Kwani mimi nadhani wangefanya hivi bodi ya ligi kama yeye msimamizi wa mpira wetu. Yeye bodi ya ligi alichokifanya ni kugonga muhuri kwenye barua ya Simba kwamba usipeleke kwa sababu kama umepewa ile barua kwamba hatutafikisha, yani mimi nakwambia kwamba kitu fulani kitanikuta wakati sija prove, yani hakijanikuta naanza kukuelezea. Si ndio? Kwamba Simba amesema hatopeleka timu. Si unasubiri muda unafika uone atapeleka au hatapeleka. Na bodi ya ligi Simba nao uwezo wa kumkana, wewe ulitakiwa usubiri. Si ndio? Uone kama mimi napeleka usipeleki. Si ndio? Yes. Unatakiwa uwe na maamuzi. Unajua unapopewa dhamana ya kusimamia watu wengi, yes, unatakiwa uwe na maamuzi ya kikatili, na usiwe na huruma. Yaani usifanye kazi kwa kutenda huruma. Kwa hiyo ukifanya kazi kwa kutenda huruma, mwisho wa siku wewe ndio unakuja kuonekana mbaya. Hata kama rais wa nchi ana watu wengi ambao ni viongozi aliowaweka yeye. Ndio. Bado mwisho wa siku sisi tukikosa maji tunamlaumu rais. Yes. Kwa sababu yeye ndio mwenye kauli ya mwisho. Bila kujua kwamba huko kuna mwenyekiti wa serikali za mtaa, kuna afisa mtendaji wa serikali za mtaa, kuna madiwani, kuna watu wengi. Lakini kwa nini tunawavuka wao wote tunaenda kumsema yule wa kule juu?
kwa sababu yule akitoa kauli lazima huku wasikilize. Ndio maana watu wengi walikuwa mimi na mwanasheria wangu alifanya hivi na hivi, tumeenda mahakama fulani, tumepita hivi, hatujasikilizwa, anatoa pale pale maamuzi. Wewe afisa mkuu wa wilaya una taarifa? Ndio nina taarifa. Anachukua maamuzi pale pale. Okay. Sasa wewe rais wa TFF unaletewa malalamiko. Unaanza kusema nendeni mkacheze sinema zetu. Unaanza kusema kwamba kwani nyie viongozi wenu wako smart. Kwa nini msijiuzuru kwanza nyie? Hivi tatizo linapotokea tunatakiwa tusolve tatizo hili la sasa hivi au tunatakiwa turudi nyuma? Kuyalaumu na kuyatafutia nyuma. Mimi nadhani hata mahakamani ukienda, unaenda kushtaki lile ulilolipeleka kwa wakati huo ndilo wanalolisikiliza. Huwezi kwenda kutoa ushahidi ukasema eti hata mimi walishanifanyia hivyo hivyo, hiyo inakuwa haisikilizwi. Hamna kesi ya staili hiyo mahakamani. Sawa. Bwana mimi nikushukuru sana Elizabeth. Shukrani sana. Bwana ukiwasikiliza vizuri Young Africans, sawa, baadhi ya wadau pamoja na wanachama wa klabu ya Yanga inaonekana pia kuchukizwa na kauli za rais wa mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia. Hizi ndizo zimechochea moto kweli kweli na wanayanga sasa kuanza kuamka. Leo ziko taarifa kwamba Morogoro mji kasoro bahari nyumbani kwetu sisi na kina Cisco na wanachama huko pia watatoa maamuzi yao kuelekea kwenye mchezo ambao inasemekana unatakiwa upangiwe tarehe. Mimi naitwa Nicholas Johnny. Ukiniita sisi kwa takuwa umefanya mujarabu kweli kweli. Nguvu kubwa hapa tulikuwa tunapewa na Bati Quality. Kipindi hiki cha mvua, fanya maamuzi ili uweze kupata bati nzuri ambazo zitaweza kustiri nyumba yako. Usilale na beseni wala sufuria, usubiri inyeshe ukingi panapovuja, wakati sisi tupo kwa ajili yako. Nyuma ya kamera yuko Odo Nuru. Waila Nika, maasalam.